Sengine afikia mahali subhanallah, mume au mke atoa maneno mazuri, asema mimi mwenyewe hata sijui kwa nini naolewa na wewe, hata sijui likwaje ukanioa. Mume naye pia anasema basi hata nilikosa mke ndio akakuoa. Wakati wa hasira, baadaye hasira zinapoisha, unabaki unajuta, kwa nini nikamwambia mke wangu maneno yale? Kwa nini yule mke anasema kwa nini nikamwambia mume wangu maneno yale? Pili ni mujtama umeuharibu ule. Tayari mnaishi lakini kila mmoja anaishi na kinyongo mwenzake. Japo baadaye mtacheka, mtasmile, mtafurahika, lakini hujui ni gani mume umelitoa limebakia kwa mke, na wewe mke hujui ni gani umelitoa limebakia katika moyo wa mume wako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum biihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, tukiwa katika silsila ya fadhakir, kumbushana yale mambo ambayo kwamba atatusaidia katika maisha yetu ya duniani mafupi na maisha ambayo kwamba yana mwanzo lakini hayana mwisho, maisha ya akhera. Leo katika hali ya kuangalia tumeenda kuokota au kuchukua miongoni mwa mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweza kutuhusia na kutuelekeza. Ni katika Uislamu, au Uislamu ni dini ambayo imechunga au imemchunga mwanadamu katika kila janib ya akhlaq, janib ya kila kitu. Na ndio maana yule mmoja akasema nastaajabu na dini ya Uislamu imemfundisha mtu pa kuingia haja, namna ya kufanya haja, namna ya kujitahirisha anapofanya haja. Kwa hivyo Uislamu ni dini ambayo imemwelekeza mwanadamu katika maisha yake haya duniani, na haikumwacha mwanadamu kuishi tu, pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo ameyajalia kwa mwanadamu ambayo tunasema ni mambo ya khiliqia, ni mambo ya nature. Lakini pamoja na kwamba ni mambo ya nature, Uislamu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akatueleza namna ya kuamiliana, namna ya kwenda nayo mambo kama haya. Mwanadamu katika maumbile aliyoumbwa nayo hufurahika, mwanadamu kasirika, mwanadamu pata huzuni, mwanadamu huwa na maumbile tofauti kila wakati kulingamana na yale ambayo kwamba yanampata. Huwa na huzuni anapopatwa na mambo ya huzuni, huwa na furaha anapopatwa na mambo ya furaha, huwa na hasira anapofanyiwa jambo la hasira, ukasirika na mengineo mingi. Katika mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kutuelekeza na kutueleza kwamba ni katika mambo ambayo mwanadamu hawezi epukana nayo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akatuelekeza namna ya kuamiliana na jambo kama hili. Ndio bwana mmoja yule aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ausini ya Rasulullah, niusie ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani mshikie. Wasia ni jambo ambalo kwamba mtu ulitaka ili liweze kumsaidia katika maisha yake mbeleni. Mathalan wasafiri kwa ajili ya safari ya elimu, ukamfuata mtu ukamwambia niusie, mimi nataka kwenda kusoma. Bila shaka wewe wataka yale mambo ambayo yatakusaidia ndani ya safari yako kama hii ya elimu. Kwa hivyo wasia ni jambo ambalo kwamba mtu ulitaka ili liweze kumsaidia ndani ya maisha yake. Kwa hivyo huyu bwana amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka wasia. Mtume hakumpatia wasia mkubwa wala hakumueleza mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia vilma viwili, wenyewe anasema ni harfun wa fi'lun, ni herufi na kitendo. Mtume akamwambia la taghdab, usikasirike. Huyu bwana akamwambia tena ausini ya Rasulullah, nusie tena ya Rasulullah. Mtume akamwambia la taghdab, usikasirike. Akamwambia tena ausini ya Rasulullah. Mtume akamwambia la taghdab, usikasirike. Hadithi kama hii bado yarejea pale ni katika jawami'il kalim, ni katika maneno ambayo kwamba ni mafupi na maana yake ni kubwa. Kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu aweza jiuliza mbona akataze jambo ambalo kwamba ni katika nature ya mwanadamu, ni katika khiliqia ya mwanadamu. Mwanadamu kasirika,
Wacha mtume yeye alikuwa kasirika, akifurahika, akiudhika, akipumbaa. Mbona mtume sallallahu alaihi wasallam amkatazi jambo mtu ambalo kwamba hawezi kuepukana nalo? Jawabu utalipata tunapoeleza hadithi kama hii, lakini hadithi ambayo kwamba yaashiria katika jawami'il kalimi, ni katika maneno mafupi, maana yake ambayo kwamba ni kubwa. Ni hadithi ambayo kwamba imekusanya mambo mingi sana ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkataza wala hakumkanya huyu bwana kutokasirika, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alimuelekeza huyu bwana kwamba unapokasirika, kwanza usifanye mambo katika hasira yako. Pili, mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia la taghdhab, usikasirike, ni kwamba usiende au usijiweke katika mambo ambayo kwamba itakuwa ni sababu yako wewe kukasirika. Ndio maana ulama walipokuwa waieleza hadithi kama hii wakasema, kwanza hii hadithi ina jambo moja, ni wasiyatun jami'atun, ni wasia ambao kwamba umekusanya mambo mengi. Wanasema ja'atil wasiyatu mujizatun wa qasiratun, wasia kama huu umekuja ni mfupi mno, lakinaha tashmulu alkhaira kullahu wa tadfa'u ash-sharra kullahu, lakini wasia ambao kwamba umekusanya khairi zote, na ni wasia ambao kwamba umeondosha ama umezuia shari zote. Fajamaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kalimatin wahidatin, mtume akakusanya katika hichi kilima kimoja aliposema la taghdhab, usikasirike, mtume akakusanya khaira dunya wal akhirah, khairi zote mbili, khairi za dunia na khairi za akhirah. Katika kuieleza hadithi kama ya ulama wakasema, hadithi kama hii mtume apendelea tajannubu asbabil ghadhabi. Mtume apendelea alipomwambia huyu mtu la taghlabu, usikasirike, ni kwamba ajiepushe na kila ambalo kwamba itakuwa ni sababu yake kukasirika. Maana la taghlab, ulama wanasema ni kujiepusha Muislamu na kila sababu itakayompelekea yeye kukasirika. Muislamu ajiepushe na kila sababu ambayo itakuwa ni sababu yake kukasirika, katika kutokana na vitendo au maneno au jambo lolote ambalo kwamba itakuwa ni sababu yake yeye kukasirika. Vile vile ulama katika kuisherehesha hadithi kama hii wakaeleza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya hadithi kama hii amependelea kueleza dhabtu nafsi inda al-ghadab, kuimiliki nafsi, kuikontroli nafsi, kuituliza nafsi wakati wa hasira. La ta'ni alwasiyatu adamu alghadab mutlaqan. Ulama wanasema huwasia mtume alipomwambia bwana la taghdhab, usikasirike, haina maana kwamba mtume amkataza huyu bwana kwamba asikasirike, la bal ta'ni, bali yamaanisha wasia kama huu, wamaanisha wasia kama huu la taghdhab, usikasirike, an yadhbita almuslimu nafsahu, ni aidhibiti muislamu nafsi yake idha ghadiba, atakapo kasirika. Maana yake mtume alipomwambia bwana la taghdhab, usikasirike, maana yake utakapokasirika basi fanya bidii uimiliki nafsi yako wakati wa hasira, kwa sababu usipoimiliki itakupelekea katika maangamivu katika maisha ya duniani na kesho akhira. Fala yamdi, asifanye au asipitishe fi tasarrufatin tadhuru al-akharina kadharbi au sab, ni kwamba mwanadamu asifanye tasarrufat wakati wa hasira. Mtume akatuhusia kwamba wakati wa hasira mtu asifanye jambo ambalo kama litadhuru wengine, kama kutukana au kupiga au kumnyima mwingine haki yake kwa sababu ya hasira, bali Muislamu aidhibiti nafsi yake wakati wa hasira, isiwe ni sababu hasira zake yeye kuwadhuru wengine ambao kwamba ima wako chini yake au wako karibu yake. Vile vile katika wasia kama huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la taghdab, usikasirike, ni kwamba ashiddatul haqiqiyya, ukali wa uhakika. Mtume aikawazu ukali wa uhakika, yani mtu mkali ni yule ambaye kwamba yuamiliki hasira zake, ni mtu ambaye kwamba yuweza kujikontrol wakati anapokuwa na hasira. Vile vile wasia kama huo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ulama wanaeleza wakasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kutuelekeza mtu asighafilike anapokuwa na hasira. Usighafilike katika hasira zako, achukua karar ambazo kwamba baadaye utajuta nazo.
Usighafilike katika hasira zako ukachukua maamuzi ambayo kwamba baadaye utakuja kujuta na maamuzi kama yale. Ndio bwana alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia la taghdab, alimwambia ausini ya Rasulullah, niusie. Mtume alikuwa na wasia mingi, alikuwa mpatie kuswali nini, lakini Mtume akamwangalia bwana akaona wasia unaendana na yeye na ambao kwamba utamnufaisha na utasaidia wengine. Mtume akamwambia la taghdab, usikasirike. Ulama wakawa wanaeleza baadhi ya fawaid za hadithi kama hii. Ni hadithi kama tulivyoeleza ni jawami'ul kalimi, ni hadithi fupi lakini ndani yake ina maana kubwa. Katika faida za hadithi kama hii, mojawapo himayatul alaqat. Ukiangalia hadithi kwa ndani, Mtume aliposema la taghdab, usikasirike, kwa sababu hasira ima ni mtu amekusababishia hasira ukasirika. Kwa hivyo kuna alaka baina mtu na mtu mwingine, yani mtu amesababisha ukakasirika. Kwa hivyo ni lazima utamdhuru ule mtu ambaye kwamba amekasirisha, ima kwa kumtukana au kwa kumpiga au kwa kuchukua karar au kuchukua maamuzi ambayo kwamba baadaye utakuja juta nayo. Kwa hivyo ili kuchunga hii alaka baina ya watu, baina ya ndugu, baina ya marafiki, baina ya majirani, baina ya mfanyikazi na mfanyikazi mwenzake, baina ya kiongozi na raia, baina ya bosi na mfanyikazi wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhusia kwamba la taghdab, usikasirike, yani jimiliki wakati wa hasira, au usifanye mambo ambayo kwamba itakuwa ni sababu yake ukasirika. Kwa hivyo hii hadithi miongoni mwa faida zake ni himayatul alaqat, kwa sababu alghadabu yuaddi ila taqatu'i. Hasira zote hupelekea zile alaka zikakatika. Angalia mathalan katika suala zima la ndoa, panapopatikana hasira ima kwa mume au kwa mke, mathalan ikapelekea kwamba watu wakaachana, bila shaka ni alaka kubwa sana imevunjwa, alaka tuzawjia imevunjwa. Familia mbili ambazo kwamba ilikuwa zimeshikana zimeweza kuepukana kwa sababu ya hasira. Kwa hivyo ili kuchunga alaka baina ya watu, na Mtume alikuwa ni katika mambo yake makubwa kuchunga alaka baina ya watu, Mtume akatuhusia kupitia huyu bwana akamwambia la taghdab, lakini ni wasia ambao kwamba unaenea kwa kila mtu, kwa sababu ibra haizingatiwi tukio, bali ibra yazingatiwa ile hukumu ambayo kama imetoka kwamba yaenea kila mtu. Kwa hivyo bwana akaambiwa la taghdab, usikasirike na Mtume, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam lengo lake ni himayatul alaqat, ni kuja kuchunga alaka ambazo kwamba zapatikaniwa kwa mwanadamu. Kwa hivyo ili alaka ya ndugu isiharibike, basi tuchunge hasira zetu. Ili alaka ya ndoa isiharibike, tuchunge hasira zetu. Ili alaka ya ujirani isivunjike, tuchunge hasira zetu. Kwa sababu gani? Alghadabu yuaddi ila taqatu'i. Siku zote hasira hupelekea alaka kuvunjika. Wa man'u rifqi, na huondosha ule upole ambao kama mwanadamu huwa nao, humuondosha ule upole, akavunja ile alaka, akafanya maamuzi ambayo kwamba itakuwa ni kutengana pengine milele na milele, itakuwa ni hasara fi dunia wal akhirah. Kwa hivyo Mtume sallam akatukataza kukasirika kwa sababu ya kuchunga hizi alaka ambazo kwamba ziko baina yetu. Vile vile Mtume sallam kutupatia wasia kama huu, alipenda kutokoa na majuto, an-najatu minan nadami. Mtume alikuwa tuepusha kutokana na majuto ambayo kwamba tutapata baada ya kukasirika. Al-kathiru min at-tasarrufat al-afrad fi halati al-ghadabi tuaddi ila an-nadami alayha lahiqan. Mara nyingi mwanadamu anapokasirika, baada ya hasira, aghlabia mwanadamu hujuta. Kwenye hasira waweza zungumza mengi juu yule bwana, pengine ilikuwa msaidia kisiri, wafanya mambo yake ya khairi juu yule mtu, lakini kwa sababu ya hasira uliokuwa nayo ukaieleza ile khairi mbele ya watu, ukaitangaza ile khairi mbele za watu kwa namna ya hasira, kwa namna ya kijeli. Baadaye baada ya hasira kupungua, hasira kutulia, hasira kuondoka, wajuta, kwa nini nilimwambia yule bwana mambo haya? Kwa nini niliyasema mbele za watu? Nimemdhalilisha, nimemfanya mnyonge. Nini imekupelekea hasira kwenda kujuta? Kwa hivyo ili Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuokoa mimi na wewe msikilizaji katika jambo zima la kujuta, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia la taghdab, usikasirike. Jimiliki, usikasirike, au unapokasirika miliki hasira zako, usifanye tasarrufat katika wakati una hasira. Ndio akasema wenyewe usizungumze wakati unapokuwa na hasira. Unapokuwa na hasira jaribu sana unyamaze, kwa sababu wazatoa neno baadaye ukajuta maisha yako yote,
bal ukaenda kumwomba msamaha ule uliomwambia, lakini mshale uliodunga moyo ule mtu ikawa haliondoki ile jeraha. Umeenda kumwomba msamaha, amekusamehe, lakini kwa sababu ulitamka neno zito akatoa hasira zako, ule bwana kila anapokuona na kuona ni mtu mwingine, kumbe alikuwa kidhania uko hivi. Ni wangapi walikuwa ni watu wa heshima, lakini kwa hasira zao watu waliona ni watu duni, kwa tasarufati walizofanya wakiwa na hasira, ima kupigana misikitini au kutukana mbele za watu au kukosana adabu, mpaka watu wakadhania bwana kumbe uko hivi bwana, kumbe subhanallah, kumbe uko hivi. Kwa sababu gani? Hasira zimekufanya wewe, zimekutoa katika ramani yako, ukawa baadaye unajuta kwa zile karari au kwa yale maneno ambayo kwamba utayatoa au yale maamuzi ambayo kwamba utayatoa wakati unapokuwa na hasira. Kwa hivyo miongoni mwa faida za hadithi kama hii ni kutuokoa sisi, Mtume atuokoa sisi minan nadami, kutokamana na kujuta. Vile vile katika miongoni mwa faida za hadithi kama hii, salahul fardi wal mujtama, katika kumiliki hasira, katika kujizuia wakati ukasirika, kutoa maamuzi, ni katika kutengea mtu binafsi na mujtama kwa jumla. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe mwenyewe utakuja toa maneno makali, maneno mazito, baadaye utajuta. Kwanza wewe mwenyewe binafsi utajuta, kwa nini nilisema hivi? Kwa nini afadhali ningenyamaza? Kwa nini nikamwambia hivi? Kwa nini nikatoa maneno haya? Wajuta wewe mwenyewe binafsi. Alafu mujtama utakuona vipi? Pengine ni familia umekosea, umetukana familia fulani kwa sababu walikosea kwa jambo dogo ambalo kwamba ungevumilia, ungejuzia kiasi cha muda, basi zile hasira zingeondoka, usingefanya maamuzi mazito kama haya. Lakini umeenda ukawatukana, umeenda ukawakosoa, umeenda ukadharau, ukatoa maneno mazito, mujtama mzima umeharibu. Angalia kama mfano uliopiga katika mujtama wa azawjia. Watu wanapokasirika, mume anapokasirika mke, watu wakatoa maneno. Sengine afikia mahali subhanallah, mume au mke atoa maneno mazito, asema mimi mwenyewe hata sijui kwa nini naolewa na wewe, hata sijui likwaje ukanioa. Mume naye pia anasema basi hata nilikosa mke ndiye akakuoa. Wakati wa hasira, baadaye hasira zinapoisha, unabaki unajuta, kwa nini nikamwambia mke wangu maneno yale? Kwa nini yule mke anasema kwa nini nikamwambia mume wangu maneno yale? Pili ni mujtama umeuharibu ule. Tayari mnaishi lakini kila mmoja anaishi na kinyongo mwenzake. Japo baadaye mtacheka, mtasmile, mtafurahika, lakini hujui ni gani wewe mume umelitoa limebakia kwa mke, na wewe mke hujui ni gani umelitoa limebakia katika moyo wa mume wako. Mume gani wewe? Wewe basi mume, watu waliolewa na mume, wewe mpenda pata mume. Nini? Yote ni hasira ile. Umefanya hasira, umezungumza, mume umezungumza yako, mke umezungumza yako, baadaye nyote majuta, mmetiana vidonda katika nyoyo zenu. Kwa hivyo katika mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi ametuhusia na faida zake ni hizo ambazo kwamba tumezieleza, ni mtu kujizuia kwa mambo au kujizuia na mambo ambayo kwamba itakuwa ni sababu yake kukasirika, au anapokasirika amiliki hasira zake. Inshallah katika silsila inayofuatia tutakuja kueleza ni gani au ni mambo gani ambayo kwamba mtu anapokuwa na hasira afaa kuyafanya ili aweze kuepuka na hasara hizi ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kutokamana na hasira ambazo kwamba tutazipata. Na tabia kama hii ni tabia ambayo kwamba kila mwanadamu anayo, lakini Uislamu ukaja ukamwelekeza mwanadamu vipi ataishi na tabia kama hii ili asije akajuta fi dunia na akhira. Kwa hivyo inshallah katika silsila inayokuja tutakuja kueleza kinga au mambo ambayo kwamba Muislamu afaa kuyafanya wakati anapokuwa na hasira ili aweze kunusurika na hasara kama hizi. Mpaka hapa nitakomea, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wenye kusikia mema na kuyafuata na kusikia mabaya na kuyaacha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran lakum wa jazakumullahu khair.